Mambo ni vipi mtazamaji wa 96 Linki, karibu tukuunganishe, karibu tupige story mbalimbali za kiburudani. Mbele ya kamera mchambuzi wa burudani kutokea hapa nyumbani Tanzania, Haja the Credible, to town on the microphone. Hakikisha umetembelea mitandao yote ya kijamii kwa ajili ya kupata update mbalimbali za kiburudani na kadhalika. The Credible. Yo, mambo ni aje? Tuko vizuri. Barida. Sikukuu. Bwana Mungu katenda, tumeuona tena bwana. Tumeiona Idi japo mialiko hakuna. Sasa sijui kwa sababu niliwaambia kwamba bwana mabaya bwana sio mitikasi na nini, basi wanawake wamenipiga juju nisialikwe na sijaalikwa. Hata wewe ndugu yangu hujanialika. Noma sana. Diamond amekuja na ngoma mpya inaitwa Happy, anakuambia I'm so happy today. I'm so happy. Diamond ametushtukiza kwa sababu jana usiku tunapita kule Spotify na kutana na goma tayari liko hewani, I'm so happy na nini. Nataka comment yako kwanza juu ya hili goma jipya la Diamond Platnumz. Amelipatia ama kuna namna amewakosesha ladha mashabiki zake? He's genius by the way. Wewe unaelewa eh? Ni proactiveness. Diamond Platnumz ndo sehemu ambako anawabeat wasanii ambao anashindanishwa nao hapa nyumbani. Unamzungumza mtu kama Alikiba, Harmonize, Vanny Boy, pamoja na era hii ya pili iliyopo kwenye game wakina Totobadi, Bosso na wengine. Proactiveness ni mtu ambaye yupo active kuliko maelezo. Ni mtu ambaye anacheza sana na timing ya muda ama wakati. Mziki unataka hicho kitu, na ndio maana ngoma zake nyingi zina bust, kwa sababu anazitoa wakati ambako mashabiki na game inahitaji kile kitu ambacho Diamond anakitoa. For instance, nakupa mifano halisi. Valentine ilivyotoka, Diamond akaachia ngoma yake ya Valentine, unakumbuka? Natulizana. Yes. Ile ngoma ilibasti kushinda maelezo. Kwa nini? Kwa sababu wimbo ule ulitoka muda sahihi. Kuna watu walitoa ngoma wiki mbili nyuma. Nilisema game ina vurugu nyingi nowadays. Ukitoa mziki wiki moja, wiki inayofuata watu wanakusahau. Kwa hiyo ili kuteka soko ni lazima utoe kwa wakati husika. Kwa hiyo alivyotoa kipindi cha Valentine ilibust. Diamond jana usiku kaachia mashine inaitwa Happy. Happy ni mziki ambao umetoka recently baada ya watu kumaliza mfungo wa Ramadhani. Tunajua kuna kitu kinaitwa vunja jungu, sio? Baada ya Ramadhani watu wanataka kuenjoy, kusikiliza mziki sound mpya, kwa sababu mostly kipindi hiki cha Ramadhani watu walikuwa hawasikilizi mziki na wasanii walipumzika kutoa ngoma. Kwa hiyo msanii lazima uwe na kuona vision pamoja na mission kwamba baadaye nini kifanyike. Walivyomaliza tu mfungo watu wamefuturu tu saa 3 Happy imetoka. Mle ndani kuna maneno Diamond ameyaimba ambayo yanaakisi kabisa kitu ambacho kinaendelea hapa. Sijui ku celebrate I'm so happy today na nini, watu wana enjoy. Sijui kama umeelewa? Yeah. Ndio kitu ambacho sasa hivi kinaendelea kwenye jamii yetu. Watu wametoka kwenye mfungo, sasa hivi watu wana party mzee. Mimi tuko Makumbusho hapa right? Yeah. Nusu saa iliyopita nilikuwa natembea road huko. Bro, bajaji na pikipiki nyingi. Ukipita I'm so happy today. I'm so happy today. Kwa nini? Kwa sababu ni mbaya kwenye timing na proactiveness. Yuko mbele ya muda, mimi naweza nikasema. Kwa hiyo niliandika kwenye soma andiko kwenye mtandao wangu wa Instagram, nikaambia Haja the Credible kwamba wasanii wakichukua hii technique wana uwezo wa kumbeat Diamond. Unless otherwise tutachekesha tu. Tutamtaja Diamond. Lakini vile vile angalia ngoma inavyoachana na huku mtaani ilivyo basti. Nenda kwenye social media. Bro, Instagram kila ukiscroll, yani ni yale ambayo yalitokeaga kwenye Valentine. Ukiscroll tu I'm so happy today. I'm so happy today. Kila sehemu inachezwa. Kwa hiyo tunajifunza kuna kitu kinaitwa nguvu ya promotion. Diamond anatumia mbinu gani? Mimi sijui.
lakini mbaya, ngoma zake zote zinafanya vizuri. Content creators wote wanacheza I'm so happy. Watangazaji wanaizungumza. Kwa nini? Kwa sababu ni mtu ambaye ana strategy za promotion wise. Umeelewa sijui? Yeah. Rayvanny hiyo aichukue hiyo kwa kaka yake, bado amwangalie. Kuna sehemu sioni nguvu ya promotion ya Rayvanny. Ndio. Umeelewa sijui? Yeah. Kwa hiyo ngoma ya Diamond naipa 100% kwa 100. Kani surprise tena na video, katoa chupa lile. Hakikisha kila unachofanya kwenye maisha yako brother, na nadhani hiyo ndo kanuni ambayo Diamond anaitumia, just be different, kuwa tofauti, usiwe yule yule bro. Kaja na wigi Diamond kwenye ile video na nguo fulani kama ya zile za watu wanatoka kuoga zile. Ndio. Chupa moja lina ubunifu sana, sijui ni nani ambaye anatengenezaga zile script, mimi sijui. Pengine wasanii wengine wakimuona, wakimjua ambaye anasuka mipango hii yote ya promotion, script za ngoma, script za video, userious wa kwenye muziki wa Diamond, wakimjua, akimchukua anaweza kafanikiwa. Unless otherwise itakuwa uongo. Kama ni yeye mwenyewe basi taendelea kumtaja Diamond kuwa namba 1, kuwa iko pale juu, obvious. Diamond amewashtukiza tu kwamba katoa tu muziki huu hapo. Wengine tunazoea msanii labda akitaka kutoa kazi mpya anaanza kwa pay watu attention. Uone kama amewakosesha ladha inayostahili mashabiki zake. Diamond mkubwa sana Tanzania. Diamond kwa ukubwa ndo namba 1. East Africa namba 1. Afrika yupo kwenye top 3 za wasanii wakubwa. Unapomtaja Wizkid, unamtaja Burna Boy, unamtaja Davido, unamtaja Diamond uko ndani, unamtaja wakina Rema na wengine. Diamond ipo kule bro. Publicity yake ni kubwa kuliko ambavyo unafikiria. Diamond haja promote, hajasema kama anakuja na ngoma. Alitangazaga tu huko nyuma kwamba after Ramadhani anaweza kaachia mashine, lakini hajatii sehemu wala nini, na ngoma imefanya vizuri, na ndio ujue ukubwa wa msanii. Sasa isitokee msanii mwingine akaiga. Amona Simba hajaposti popote, ngoma limeondoka, utachezea za uso. Diamond nguvu yake kubwa, ndo msanii pendwa nchini Tanzania, msanii anayesifiwa zaidi Tanzania, msanii anayesemwa zaidi Tanzania, msanii mwenye publicity kubwa zaidi Tanzania. Ukimtaja Diamond unapata engagement kubwa zaidi. Unaposhare tu ngoma ya Diamond, wewe pia inakupa manufaa. Kwa hiyo kuto promote pre-promotion kwa Diamond it's okay. Wasanii wengine ambao wanajitafuta wasiige, ni mbaya sana. Ndio maana nimesema hata Rayvanny msanii wake alipaswa kuwekeza kwenye promotion zaidi kuliko hata sasa hivi ambavyo mimi nimeona ame-release promotion program zake. Hapo kwa Rayvanny pia msanii wake ametoa EP juzi tu hapo, juzi kati inaitwa Gold EP, na leo Mondi ametoa ngoma yake hii. Uone kama watu watabezi sana kwa Diamond kuliko kwa msanii mpya wa Rayvanny? Exactly. Ndio maana nimekwambia Rayvanny ana kazi kubwa sana ya kufanya promotion, kuhakikisha mashabiki wa muziki hawastick kwa Diamond peke yake, bali wanamsikiliza na msanii wake. Inawezekana ni mipango ya promotion pekee, hakuna uchawi bro. Diamond mkubwa sawa, lakini keki ni kubwa. Hakikisha mziki ambao msanii wako anatoa unawafikia watu by promotion. Mimi nakwambia kweli, hata kama Diamond asingetoa ngoma, kama ufanyi promotion msanii, ngoma haitoenda popote. Kwani ngoma ngapi zimekufa hapa? Wakati ambako Diamond atoi project ama msanii mwingine yote mkubwa atoi project nyingi, kwa sababu watu wafanyi promotion. Kwa hiyo hata for this time around nakwambia mimi si Dr. Upupu kaka. Nikiongeaga kitu ndo yani ndo kipo hivyo. Ukibisha shauri yako, alafu bisha nenda kafanye uone unavyo kokonea upupu nani jiwe lenye upupu. Umeelewa mkubwa? Ipo hivyo. Kwa hiyo hata alipo Rayvanny sasa hivi msanii wake sionekane eti kwamba mbona Diamond sasa katoa project. Inakuwaje? Project ya Rayvanny, ya msanii wa Rayvanny itakufa? Haiwezi kufa kama watakuwa na mipango thabiti ya kuendelea kufanya promotion kwenye kazi zake. Afanye promotion, inawezekana kabisa. Dogo huyu Kuslav akaja kucompete na Diamond kwenye in terms of labda zile trending charts na nini, umeelewa? Kusikilizwa kwenye mitandao ama kusikilizwa huko mtaani, anaweza kaondoka. Na sio kwa ubaya Rayvanny na Kuslav wamtumie Diamond kwa wakati huo. Yaani upepo ambao Diamond anaondoka nao wasiuache kwa namna yote ile.
Wamtumie kivipi? Wanitafute niwape maelekezo. Vitu vingine nauza sasa hivi ilipofikia. Lakini sio kwa kudisrespect, but kuna namna tu mziki unabidi uchangamshwe. Asimwache, yani upepo upo kwa Diamond sasa hivi, wasimwache aondoke na upepo. Ndio. Mwenye akili atakuwa amenielewa. Wasimwache. Kama ambavyo yeye alikuwa Kigoma kaita wenzake kenge. Hakuna kenge yoyote anaweza kwenye hii game. Na hawa pia watumie upepo huu kuhakikisha wanaondoka na Diamond ili wafike sehemu. Lakini kubwa asiache promotion. Rayvanny kampromote msanii vizuri sawa, but amefeli kwenye promotion mpaka sasa hivi. Sijui labda lini anataka kuanza, lakini mimi na mashaka. Lakini vile vile nilikuwa na ushauri kwa Vanny Boy kuhusu Kuslav. Niliandika kwenye Instagram yangu nikasema miongoni mwa kosa kubwa la Vanny Boy alilofanya kwa msanii wake ni kumfanyia adaptation ya melody za kwake ama aina ya uandishi wa Rayvanny. Hii niliona kwa Mac Voice brother. Mac Voice wakati anatoka alikuwa na sound kama Rayvanny. Ukimsikiliza Kuslav ana sound kama Rayvanny. Biashara yoyote ile inataka uniqueness, upekee, ili watu wanunue bidhaa yako. Kama hapa kuna Tuju Town mtangazaji na kule kuna Tuju Town mtangazaji, watu hatojihangaisha na Tuju Town huyu copy, watakuja na wataenda kwa original. So Alet Cole hajachelewa, by the way, anaweza kabadilika, kwa sababu hata Harmonize alianza kuimba kama Diamond. Anachofanya Kuslav na Rayvanny, of course msanii wa Rayvanny na Kuslav na msanii wake, kosa ni kufanya adaptation, kitu ambacho kimemuua kwenye game. Kaituga alikuwa akiimba, yani alikuwa anajiona yeye ndo Alikiba. Alikiba yupo brother, tunataka testi tofauti. Tumia maarifa yako, mwelekeze msanii wako atumie, afanye vitu ambavyo mziki unataka, lakini asifanye kama wewe. That's very bad mistake. Na nadhani wa kulaumiwa ni Rayvanny mwenyewe. Kwa nini msanii wa kwanza aimbe kama yeye, msanii wa pili aimbe kama yeye? Inawezekana kuna namna wanapokuwa booth, Rayvanny anawapitisha kwenye midondoko yake na flow zake, akidhani kwamba flow zake yeye ndo most wanted nchini Tanzania. It's okay. Watu washampokea yeye. Watu wanataka vitu vipya brother. Vipi Rayvanny, Vanny Boy? Vipi bwana? Umeelewa? Unless otherwise, nampongeza na embrace Kuslav na nawaomba hii kipande ukiache, Watanzania wamsupport Kuslav kutoka Next Level Music. Tumeona mazingira yake, maisha yake, anaanza. Kwa hiyo haiwezi kuwa perfect, makosa lazima tu yapatikane, na ndo haya ambayo sisi tunayazungumza. Hapo hapo kwa Rayvanny, huenda Rayvanny anajichukulia kwamba yeye ni mkubwa sana, hahitaji kuweka promotion kubwa, labda kazi zenyewe ndo zinaongea. Sasa hapo hapana, Rayvanny mkubwa sana, lakini hajafika kwenye hatua ya kukosa kupromote ngoma zake. Tena sio ngoma zake, msanii mpya ambaye anamtambulisha kwenye record label. Yule ni msanii mpya Tuju. Msanii mpya anahitaji nguvu kweli kumpeleka mjini. Unless otherwise utaona hela zako zinapotea tu, urudishi pesa. Alitoka Mac Voice hapa, kelele zilikuwa nyingi. Kwa hiyo mimi namshauri sana asidharau promotion. Yaani hii ndo kauli yangu kubwa. Vanny Boy, usidharau promotion brother. Bidhaa nzuri ziko nyingi sokoni. Kwa nini watu wanunue ya kwako? Turudi nyuma kidogo kwa Diamond. Diamond baada ya kuachia tu ngoma yake, nimepitia baadhi ya maoni na ilikuwa mijadala pia mitandaoni kwamba Diamond ameiba melody kutoka kwa Pato Ranking, ngoma ya Abule iliyotoka kitambo kidogo 2020. Kwa ulivyosikiliza, ni kweli mule ndani mule Diamond kaiba melody ya Pato Ranking? Unaongea hivyo, unajua muziki kweli? Jamani, kwenye muziki huu kuna genre tofauti. Kila muziki una midondoko na flow yake. Yaani lazima watu waelewe jamani. I'm so happy today. I'm so happy today. Ukisikiliza mle kuna bongo flavor ambayo iko mixed na afrobeat.
Patoranking anaimba Afrobeat. Afrobeat ina vionjo vyake. Afrobeat ina midondoko yake brother. Utaisikia kwa Patoranking, utaisikia kwa Davido, utaisikia kwa Omalay, utasikia kwa Rema, utaisikia sijui kwa Cryon na msanii mwingine ambaye anaimba Afrobeat. Diamond hajakopi wala kupesti. Diamond ametengeneza beat yenye maadhi ya Afrobeat. Tuache kusambaza nonsense stories. Ile kazi kubwa na ni ile kazi iko universal. Inapiga ndani, inapiga international. Anatumia maneno mepesi sana ambayo mimi na wewe tunayatumia kila siku. Ndio. Na ndio hapo anapompiga King Kiba, Harmonize na wengine kwenye kutumia maneno mepesi. Yaani wewe unaweza ukawa unajua sana kuimba. Watu wanasema Kiba mbaya. Kweli alikiba fundi wa kucheza na maneno kwenye kuimba. Mbaya kweli kweli. Technique za kutengeneza hit song pamoja na kutengeneza mziki ambao watu wanauweka akilini. Yaani ukisikiliza tu verse mara moja nje pale usikia I'm so happy today. Kwa sababu gani? Watu wanazungumza bana I'm so happy today. Yaani ni maneno ambayo yapo. Kwa hiyo kutumia maneno kwenye muziki ambayo yana catch kwa haraka na mepesi. Sasa huo ndo unaitwa ujanja ambao Diamond anautumia kwenye muziki. Ndio huo ujanja yenyewe. Ukisikia bwana hebu ni ujanja tu Town ndio huo. Sio kwamba hajui kuimba. Anajua lakini anajua muziki ili sasa hivi unajua watu sasa hivi vichwa vimebasti bro. Yeah, kweli. Huwezi kumkaririsha mtu mashairi magumu akakariri. Hapana, watu wanataka vitu vyepesi tu. Unasikia sasa hivi kaka kila sehemu I'm so happy today. Somo hilo walichukua. Yeah. Kama sana. Tumalize na ile hapa kwa Gini D-Voice. Bwana D-Voice juzi alikuwa na press na wanahabari akazungumza mengi, lakini yeye pia akatamba kwamba kwa sasa hivi hakuna msanii wa singeli yoyote ambaye anayemfikia. Ni kama WCB kwenye kutamba hawana show mbovu, kwa sababu hata bosi wake kipindi kile kwenye kampeni kule Kigoma Diamond Platinum alisema hakuna kenge yoyote anayemfikia. Na yeye juzi D-Voice akasema kwamba kwenye singeli anawakalisha na ni bwana mdogo tu na miaka 23 lakini anafanya makubwa. Ile kauli ya D-Voice wewe kwako unaichukuliaje? Yuko sawa kabisa yule. Yupo sawa, nimeona watu ana nidhamu, WCB ana nidhamu. Una nidhamu vipi wewe? Huu muziki unajua. Muziki una vitu vingi. Sometimes D-Voice anawachangamsha kidogo my brother. Amkeni jamani, mmelala sana. Kwa sababu singeli ukiangalia sasa hivi D-Voice ndo ameibeba pale kichwani. Yeah. Mimi nimesema D-Voice amekuja kurasimisha muziki wa singeli. Kutoka kwenye wavuta bangi, wanuka bange. Umeelewa sijui? Ama watu fulani wachafu hawajipendi. Mpaka kuna mtangazaji mmoja anaoita Washamba. Umeelewa? Kauli ya Washamba huwezi kuipeleka kwa D-Voice brother, anavyong'aa. Kimuonekano ni star na star look. Ubunifu wake kwenye kutunga ngoma, namna ambavyo anasimamia promotion zake. Anafanya promotion za msanii wa Bongo Flava mzee. Yeah. Anapendeza kuliko hata wasanii wengi tu hapa wa Bongo Flava mzee. Huwezi kumweka kwenye hilo kundi. Kwa D-Voice kauli zake ni za kuwachangamsha kwa my brother, amkeni. Anasema yeye ndo msanii namba 1 nchini. Ana stream milioni 100+ na ni very young. Alafu anawapelekea moto wazee waamini, wanachamba umbea tu. Na sasa hivi kweli kwenye video vyao wanakuwa wanachamba umbea. Wewe dogo umemsikia? Ndio kuchamba umbea. Wazee humaanisha kina nani? Wazee si hawa waliokuwa kwenye game? Kina nani? Wengi. Wewe unawajua, mimi sitakuwataja hapa, lakini wote ambao wapo kwenye game. Na kwa sababu yeye ni bwana mdogo. Umeelewa sijui? Yeah. Na hii iwe alert call kwa mtu kama Dula Makabila ambaye anasema yeye ndio rais wa muziki wa singeli. King of singeli, mfalme. D-Voice anajiita rais. D-Voice ni rais yeye. Alafu Dula mfalme. Sasa ufalme wa Dula uangalie. Anafanya vitu gani ambavyo
mziki huu anaupa heshima kwa sasa, zaidi ya kumwona yupo kwenye mipira huko muda wote, kapita huku Dula kaingilia huku, kabadilisha nguo hii tutasema na Isa yule bwana. Msanii sifa moja hapo pia ni kujibrandi, watu watamani kukuona. Divoice ana apply hiyo. Kwa hiyo mimi nakwambia Divoice, mimi nilimweka Divoice namba 1, Divoice namba 2, Divoice namba 3 kwenye muziki wa singeli. Namba 4, 5, 6 mpaka 10 utaongezea wewe. Alichozungumza Divoice ndo alichozungumza Diamond Kigoma. Hakuna kenge yoyote ananitisha mimi. Haikuwa dharau. Kwamba jamani atengenezeni ngoma basi zitu challenge. Divoice namba 1 nampongeza sana kwa hatua yake ya Divoice Tour. Ona akili nyingi ambayo anaitumia. Sasa hivi anaenda mbali zaidi. Anavuka boda mpaka kwenye anataka kuja Dar es Salaam, Zanzibar, anaenda East Africa, Kenya, anatamani kwenda hata Uganda kufanya show. Msanii yupi asingeli aliyewahi kufanya kitu cha namna hii? Upupu hapa. Big time upupu na wasi. Wewe unaonaje? Na wasi.